Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha Apostle Katambi. Leo bado tunaendelea katika maombi. Leo tutakuwa na maombi mazuri kabisa, baraka zilizotekwa kupitia jina, baraka zilizotekwa kupitia jina lako. Kuna watu walikuwa ni matajiri, kuna watu walikuwa na mali za kutosha, lakini ikafika kipindi mambo yakaanza kuwabadilikia, vitu vikaanza kuharibika, na unajaribu kurudi katika nafasi yako ya kwanza uliyokuwa nayo ya maisha, unashindwa. Na kuna wengine walikuwa na biashara kubwa zimeshuka, kuna wengine walikuwa na mitaji yao, lakini sasa hivi hawana tena. Kuna wengine walikuwa na heshima kwenye familia, anaheshimika, lakini leo haheshimiwi tena. Kuna wengine walikuwa wanafanya vizuri kwenye maeneo mbalimbali, unapita huko unapewa jina la sifa, heshima, lakini leo hakuna heshima tena. Wamecheza na jina lako, baraka za jina lako. Wengi tunajua baraka ni kila kitu kwenye maisha ya mtu. Wengi tunajua baraka ni kila kitu kwenye maisha ya mtu. Kumbukumbu la Torati 28 anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa kutoka kwako, utabarikiwa kuingia kwako, utabarikiwa kapu la unga lako, utabarikiwa mifugo yako. Chochote unachokifanya kinahitaji baraka. Lakini cha kufurahisha, hizi baraka zinaporuhusiwa huwa zinaunganishwa na jina lako katika ulimwengu wa mwili. Maana yake kinachokuwakilisha wewe katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wako wa roho, jina lako. Ndio maana wanafunzi wa Yesu akaambiwa, msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii, majini yanawatii. Furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Leo tuna somo zuri, baraka ulioibiwa kupitia jina. Walioteka baraka zako kupitia jina lako, waliokwenda kusimama kwenye madhabahu za waganga kienyeji kufunga baraka zako kupitia jina lako. Nasema ninaongea nini? Kitabu cha Mwanzo sura ya 32. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32. Tunaona Yakobo anapambana na malaika usiku kucha. Malaika anamwambia Yakobo, nibariki, nibariki. Yakobo anamwambia malaika, nibariki, nibariki. Malaika akamwambia, baraka unazo, umeshabarikiwa na baba yako Isaka. Akasema, nibariki, mbona mambo yangu haendi? Malaika anakuja kumwambia, baraka unazo. Wakapigana mieleka usiku kucha. Mwisho Yakobo akaambiwa, jina lako naitwa nani? Akasema, naitwa Yakobo. Malaika akamwambia, hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Yakobo alibadilishiwa jina. Kumbe alikuwa anadai baraka, lakini baraka zake zilifungwa kupitia jina. Hii ni siri ya kiroho, na wachawi wapendi usikie siri hii. Kuna vitu umeomba sana, lakini shida ni jina. Kuna mambo umeomba sana kwenye biashara, uchumi, shida ni jina. Tunaenda kuomba maombi ya kurejesha baraka zako kupitia jina. Kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel hii, ni kuombe, naomba usubscribe channel hii. Sio kwa ajili yangu,
bali ni kwa ajili yako, ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Na tunapoenda kuomba maombi haya, unanisikiliza kwa njia ya mtandao wa kijamii, unanisikiliza kwa njia vyombo mbalimbali vya redio, simama na sadaka yako. Mwisho wa maombi haya, sadaka inakwenda kufunga. Maombi yako yanafungwa na sadaka, na kupitia sadaka, yule aliyeroga kaachilia sadaka kwenye jina lako, unavunja sadaka zao. Kupitia sadaka unaenda kutoa katika ulimwengu wa roho. Hawezi wakafanya ibada zao kwenye miungu yao pasipo na sadaka. Sema, Bwana Yesu, baraka za jina lako, baraka wa jina lako unaotumiwa na wachawi, wakuu wa giza, wakuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako muda huu kwa njia ya damu ya Yesu na kwa jina la Yesu hai. Kuanzia sasa na kupokea Yesu ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nafungua moyo wangu na kuruhusu Yesu Kristo ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu. Unisafishe nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu kwa jina la hai. Amen. Sema, Baba, katika jina la Yesu, sema mahali popote walipokamata baraka za jina langu, mahali popote wanapotumia baraka za jina langu katika ulimwengu wa roho giza, mahali popote wanaposhikilia baraka za jina langu, waliosimama kufunga baraka za jina langu kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, kwenye madhabahu za mito ya maji, sema kwenye madhabahu za wakuu wa giza, kwenye madhabahu za wakuu wa anga, kwenye madhabahu za malkia wa anga, kwenye madhabahu za wachawi za njia panda, mahali popote walipofunga baraka za jina langu, mtu yoyote, mkuu wa giza yoyote anayetumia baraka za jina langu, sema namteketeza kwa moto ulao na kwa damu ya Yesu, kwa moto ulao na kwa damu ya Yesu, namteketeza kwa moto ulao na kwa damu ya Yesu. Kila nafsi ya giza inayotumia baraka za jina langu kwa ulimwengu wa roho, nateketeza kwa damu ya Yesu na kwa moto ulao. Raba seta raba, washa moto kwa damu Yesu, achilia moto kwa damu Yesu, achilia moto kwa damu Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, namuinua msikilizaji wangu, ninaomba naye popote pale alipo, na achilia nguvu ya moto na radi ya Bwana katika hilo anga kwa jina la Yesu Kristo, na achilia nguvu ya damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi inayoomba naye, kwenye hiyo ardhi inayoomba na wewe, na achilia nguvu ya damu ya Yesu na tetemeko la Bwana katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Rimasenda rabaketa raba ya masoto ya makanda rabasika riba konto na masenderi ya makoto benderi ya masete ya makanda rabasika kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila mchawi aliyekamata baraka za jina lako, wanaotumia baraka za jina lako kwenye eneo la ukoo, kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, kila nafsi iliyokamata baraka za jina lako, na ikamata hiyo nafsi katika ulimwengu wa roho kupitia jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kupitia jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kamata hiyo nafsi inayotumia baraka za jina lako, na ilipua kwa moto katika ulimwengu wa roho, na mfunga huyo adui anayetumia baraka za jina lako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, kama ilivyoandikwa Mathayo sura ya 18 mstari wa 18, jambo
lolote nitakalofunga duniani litafungwa na mbinguni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Namfunga katika ulimwengu wa roho, uweza wake aliotumia kuteka baraka za jina lako, nguvu zake alizotumia, nguvu za miungu yake, nguvu za uchawi wake wote, nguvu za mizimu yake yote, nguvu za wakuu wa anga, nguvu za wakuu wa giza waliotumia kuteka baraka za jina lako ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho namfunga huyo mkuu wa giza, namfunga huyo ndugu aliyetumia, ndugu anaotumia baraka za jina lako ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na wafunga, katika jina la Yesu na wafunga kwa damu ya mwana kondoo na wafunga. Rima seta rabakoto, weza waona funga kwenye anga, weza waona funga kwenye ardhi, weza waona funga kuzimu, katika jina la Yesu Kristo ndipo ninapomkamata katika ulimwengu wa roho. Wewe uliyeshikilia baraka za jina la mtu huyo, uliyetumia baraka za jina la mtu huyo, kwenye hiyo ofisi unaotumia baraka za jina lake, kwenye hiyo kampuni unaotumia baraka za jina lake, kwenye hiyo eneo la familia unaotumia baraka za jina lake, kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo, inakuteketeza, inakusambaratisha leo na kuamuru achia baraka za jina lake ulimwengu wa roho, na kuamuru achia baraka za jina lake ulimwengu wa roho, na kulipua kwa moto lao, na kulipua kwa jina la Yesu, na kulipua kwa moto lao. Achilia baraka za jina lake katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kulipua uliyeteka baraka za jina lake kwenye lango la familia, kwenye lango la ukoo, kwenye lango la ukoo, kwenye lango la kazi, uliyekamata na kuzuia, na kulipua kwa moto lao katika jina la Yesu. Achia kwa damu Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu Yesu, kama ilivyoandikwa, washindanao na Bwana watapondwa kabisa toka mbinguni, watapigiwa radi, sawa sawa na Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 9 na wa 10. Imeandikwa washindanao na Bwana watapondwa kabisa toka mbinguni. Bwana atachilia radi kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Waliyekamata mbaraka wa jina la mtu huyu, wa jina la mtu huyu, wa jina la mtu huyu, waliyekamata mbaraka wake popote uliposhikilia baraka zake, kwenye madhabahu za waganga kienyeji, kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, ninakupasua kwa jiwe kuu la pembeni. Ponda kwa jiwe kuu la pembeni, ponda uchawi wako wote, ponda sadaka zako zote, ponda uchawi wako wote, ponda kwa jiwe kuu la pembeni, piga kwa jiwe kuu la pembeni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Rimasoto ya katanama resha tarama kotonyama, na kupasua chia baraka zake za kazi, baraka zake za biashara, baraka zake za uchumi, baraka zake za jina, baraka zake za jina zilizokuwa umezikamata, na kuamuru katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, na kuamuru na kufata popote ulipo kwenda ulimwengu wa roho, kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, madhabahu za kuzimu, uliokamata baraka za jina lake, uliyeshusha uchumi wake kupitia jina, na kulipoa, na kulipoa kwa jina la Yesu, na kulipoa kwenda ulimwengu wa roho, kwenda ulimwengu wa roho, na kuteketeza. Narudisha baraka za jina la mtu huyu, narudisha baraka zake za jina katika ulimwengu wa roho zilizokuwa zinatumiwa katika ulimwengu wa roho, baraka wake wa mashamba, baraka wake wa mifugo, baraka wake wa jina wa mifugo, baraka wake wa jina wa mashamba, baraka wake wa jina wa pesa, baraka wake wa jina wa pesa, baraka wake wa jina wa fedha na milimo, wa fedha na mali, narejesha kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu, 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 narejesha rimasoto ya makanda resha tarabakoto, uliyashikilia chia kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, na kuangamiza chia, na kuangamiza chia uliyekamata mbaraka wake, unayetumia mbaraka wake, uliyeshikilia mbaraka wake, baraka wa fedha kupitia jina, baraka wake kupitia jina, na komboa kwa damu ya Yesu, na komboa kwa jina la Yesu, na komboa kwa damu ya Yesu, na komboa mbaraka wake wa jina, na komboa mbaraka wake wa jina, na kunyang'anya kwa jina la Yesu manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, wachawi waliokamata baraka zako za jina, na rejesha ulimwengu wa roho kwa
damu ya mwana kondoo, waliofunga kwenye anga la giza, baraka zako za jina nakomboa kwa damu Yesu, nakomboa kwa jina la Yesu, nakomboa kwa damu Yesu, nakomboa kwa jina la Yesu. Jina lako likang'ae, 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 likabebe sifa, likabebe heshima, likabebe kibali kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru mfalme, asante kwa ajili ya wakati huu. Hebu simama na sadaka yako, sema kwa jina la Yesu Kristo naambatanisha maombi haya na sadaka ulimwengu wa roho, naambatanisha maombi haya na sadaka ulimwengu wa roho. Sema mahali popote nguvu yoyote ya giza iliyokuwa imeshikilia kwenye jina langu, mahali mtu yoyote, nafsi yoyote ya giza iliyokuwa imeshikilia baraka za jina langu, sema naiteketeza kupitia sadaka hii, sema naiteketeza hiyo nafsi, ikaachilie kupitia sadaka hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, ikateketee nafsi yoyote ya giza iliyokuwa imeshikilia jina langu, sema ikateketee kupitia sadaka hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Peleka sadaka kwenye kina, sema imeandikwa Mathayo sura 18 mstari wa 18, jambo lote litakalofunga duniani itafungwa na mbinguni. Sema naambatanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho. Baraka wangu wa jina, baraka wangu wa jina ukafunguliwe. Baraka wangu wa jina uliofungwa kwa sadaka, ulioshikiliwa kwa sadaka, sema hizo sadaka zao na ziharibu kupitia sadaka hii walizonitolea kwenye madhabahu za njia panda, madhabahu za wakuu wa giza, wakuu wa anga, madhabahu za falme za Freemason, manabii wa uongo, wachawi. Sema sadaka zao zivunjike kupitia sadaka hii. Sadaka zao zote walizotoa kwenye madhabahu za giza kufunga baraka za jina langu, sema nateketeza, sema nateketeza hizo sadaka zao kupitia sadaka hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila sadaka iliyotolewa kufunga jina langu, kufunga baraka za jina langu, za jina langu, za jina langu, sema teketea, sema teketea, sema teketea kupitia sadaka hii, sema teketea kwa jina la Yesu. Peleka sadaka kwa kunikia, sema kwa pumzi na uisha sadaka hii ikawe hai katika ulimwengu wa roho, katika jina la Baba na la Mwana, mbele zako mbele ya kiti chako cha enzi. Sadaka isinyamaze kimya usiku na mchana kupitia jina la Yesu na kwa damu ya Yesu hai. Sema baraka wa jina langu ukakombolewe, umekombolewa kupitia sadaka hii. Baraka wa jina langu umefunguliwa kupitia sadaka hii katika jina la Yesu. Sema najiunganisha na baraka za jina langu kupitia sadaka hii katika jina la Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Puliza pumzi wai kwenye sadaka yako, shuka kwenye eneo la komenti, utaona namba za sadaka na majina ataleta Petro Emmanuel. Mungu akubariki. Unaweza kunifuatilia kipindi kijacho kwa kuweza kupiga namba simu hiyo tukaomba pamoja. Pia unaweza kunifuatilia kipindi kijacho kwa kusubscribe channel hii katika jina la Yesu hai. Amen.